Rais mpya wa Venezuela Bi Delcy Rodriguez ameamua kuachilia huru idadi kubwa ya wafungwa wa kisiasa. Venezuela imeanza mchakato wa kuachia huru wafungwa wa kisiasa akiwemo mgombea wa zamani wa upinzani Enrique Marquez. Venezuela imeamua kuanzisha mchakato huo kwa kuachia huru wafungwa wa kisiasa wakiwemo wageni kadhaa katika hatua makubaliano na Marekani baada ya kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa nchi hiyo Nicolas Maduro. Ni wazi kwamba Bi Delcy Rodriguez anafuata kile ambacho Marekani inamwelekeza. Ameamua kuachilia huru wafungwa kuanzia siku ya Alhamisi, na kwa mara ya kwanza tangu makamu wa rais wa Maduro Delcy Rodriguez alipochukua nafasi hiyo kuwa rais, kwa kuungwa mkono na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye anasema ameridhika kumruhusu atawale ili mradi tu ataipa Marekani ufikiaji wa mafuta. Lakini moja kati ya mambo ambayo ameyazungumza rais wa Marekani ni kwamba Rodriguez anapaswa kufuata kile ambacho ataelekezwa na Marekani, na hata wakati huu anapaswa kuachilia huru wafungwa wote. Mgombea wa zamani wa upinzani wa Venezuela Enrique Marquez, ambaye alimpinga Nicolas Maduro katika uchaguzi wa mwaka 2024 uliozozaniwa, alikuwa miongoni mwa walioachiliwa mnamo Alhamisi. Trump alisema kiongozi wa upinzani wa Venezuela Maria Corina Machado atazuru Washington wiki ijayo, akiashiria anapanga kukutana na mshindi huyo wa tuzo ya amani ya Nobel, ambaye alipinga kwamba hawezi kuwa rais wa Venezuela. Rais wa Marekani amesema Machado hawezi kuwa rais wa Venezuela na kwamba hawezi kufuata kile ambacho Marekani itaweza kumwelekeza. Rodriguez hata hivyo amesema Venezuela haijatishwa na Marekani. Rais wa muda wa Venezuela Bi Delcy Rodriguez alisisitiza kwamba nchi yake haina hofu yoyote licha ya madai ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba anaiongoza Venezuela baada ya kumwondoa mtangulizi wake Nicolas Maduro. Wachambuzi wa mambo wanasema hizi ni kauli za propaganda kwa rais huyo Bi Rodriguez, ambaye amewachilia huru wafungwa, huku ikitajwa kwamba ni mipango iliyopangwa na Marekani, huku akipewa maelekezo ya nini cha kufanya. Hata hivyo ameambiwa kwamba ataongoza taifa hilo, lakini kwa kufuata kile ambacho ataelekezwa na Marekani, ili mradi tu Marekani isikose mafuta. Akizungumza katika hafla ya kuwakumbuka Venezuela 100 ambao serikali yake inadai waliuawa katika shambulizi la Marekani, amesema hawajawa chini ya mamlaka ya mtu na wala hawajatishwa. Rodriguez aliongeza kwamba siku ambayo majeshi ya Marekani yalifanya mashambulizi dhidi ya taifa lake Januari 3, hakuna aliyejisalimisha na kulikuwa na mapambano ya kulinda taifa, na hata wakati huu wapo tayari kwa ajili ya kulilinda taifa la Venezuela dhidi ya mashambulizi ya Marekani wakati wowote. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani kupitia The World News.